Na msimamo sana kwenye kuhusu habari ya ubatizo. Kama umekusudia kubatizwa kwenye maji mengi, uwe na msimamo. Usiyumbishwe na mtu yoyote wala kukatishwa tamaa na mtu yoyote, kwa sababu ubatizo una faida kubwa mno kwenye maisha yako. Ni msaada mkubwa sana ubatizo unapoingia kwenye maisha yako. Unapoenda kuzika utu wa kale, unaibuka na utu mpya. Sasa Yesu alikuwa na msimamo juu ya ubatizo. Alikuwa na msimamo juu ya kutaka kubatizwa, lakini Yohana alitaka kumzuia. Unaweza ukashangaa, Pastor Nyundo unazungumza vitu gani? Hebu nisikilize katika kitabu hiki cha Mathayo 3 ule mstari wa 13. Biblia inasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Haki yote. Kwa maana mtu usipokuwa umebatizwa, iwe una dini yako nzuri, ina malumalu, dini yako nzuri, yani unaipenda sana, dini yako nzuri ya baba na mama, ambao watu wengi wameambiwa kwamba ukibatizwa unapewa misalaba miwili. Nataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Anasema imetupasa kutimiza haki yote. Kwa maana usipokuwa umebatizwa, manake haujatimiza haki yote. Hata kama umeokoka, upo kwenye dini sawa, umeokoka, lakini haujabatizwa, haujapelekwa Yordani. Sisi Mungu ndio, kama mimi leo tulikopo na wakina Yohana. Mimi leo ndio Yohana Mbatizaji. Anayebatiza ni wachungaji pamoja na Pastor Nyundo, na mimi ni Yohana Mbatizaji. Tutumieni ndugu zangu. Dini haina uwezo wa kumpeleka mtu mbinguni. Kutimiza haki yote ndio kunakoweza kumfanya mtu akaingia mbinguni. Sawa umeokoka, sawa unanena kwa lugha, lakini hujabatizwa. Maji ni maji, ubatizo ni ubatizo. No, unatakiwa kwenda Yordani. Yordani ya leo ni mahali popote penye maji mengi, unaweza kubatizwa hapo. Nitatoa namba zangu za simu kwenye hizi haya mahubiri, ili wewe uliye mahali popote. Nimebatiza watu kutoka kwenye dini mbalimbali, matajiri wa kutoka sehemu mbalimbali wamekuja, mchungaji, na waambia soma hapa, soma. Jesus, pastor, Jesus, mbona ubatizo ni wa kweli kabisa? Mbona mafundisho yanasema kweli? Mbona sisi mbona walikuwa wanatuficha? Mbona nini? Yani wanapata shida. Baadaye nawaambia soma, afu baadaye nawaambia, anasema niende nikambatiza hata kabla hajamaliza mafundisho ya ubatizo. Sasa nataka nikwambie mtu wa Mungu, ni kweli una dini yako. Yesu alikuwa ni mtakatifu, lakini alikubali kwenda kwa Yohana. Yohana akamkatazia, akasema mimi Yohana ndio nataka nibatizwe na wewe, lakini hapana. Yesu akasema natakiwa unibatize kutimiza haki yote. Na Yesu akaanaonyesha ile njia kwa ajili yangu mimi na wewe. Mimi nakubatiza ukinipigia simu mahali popote ukanihitaji, nitaongea kwenye simu, tutafikia mwafaka, nitakuja nikufundisha. Kwanza siwezi kukubatiza bila kukufundisha. Nakwambia soma Biblia. Unajua kusoma? Hebu soma kitabu cha Mathayo 3 hapo mstari wa 13. Nasemaje? Inasema hivi. Okay, soma Yohana. Soma kitabu gani? Nitakupa vitabu kadha wa kadha. Wewe mwenyewe kabla sijamaliza masomo utasema nikakubatiza. Matajiri wakubwa, matajiri wenye fedha zao, wenye magari yao, wanakuja tunawabatiza, tunawafundisha masomo. Ni kweli ameokoka, ni kweli una dini yako, ni kweli, lakini hujabatizwa kwenye maji mengi. Ndugu yangu, unaweza kushindwa kwenda mbinguni. Unaweza kaniuliza swali hili hapa. Kuna mtu ameokoka hapa kwenye mkutano akafa. Anaenda wapi? Anaenda mbinguni moja kwa moja, kwa sababu hajapata neema ya kufundishwa mafundisho ya ubatizo. Lakini wewe umefundishwa na umesikia, lakini haujataka kutimiza vile Yesu alivyofanya. Yesu alibatizwa kwenye maji mengi, ndugu yangu. Soma hapo kitabu cha Mathayo hapo. Hiyo Mathayo 3 mstari kuanzia huo wa 13 hadi 10. Fuatilia hapo uone. Yesu alibatizwa kwenye maji mengi. Yesu alibatizwa kwenye maji mengi, ndugu yangu, usidanganywe.
Kuna watu wanatetea dini zao, vyeo, sijui nini. Hivyo vitakukosti. Lakini kama unatetea vyeo hamna shida. Lakini kama una mpango kwenda mbinguni, elimu ni hii, na Mungu akubariki. God bless you. My name is Pastor Nyundo, Reverend. Nakupenda sana. Mungu akubariki sana. Nitaachia namba zangu za simu hapo, na ngoja nitamke moja kwa moja, sio kasema hakuandika. 07 namba zangu 56 56 8003. Ipo hadi WhatsApp 07 56 56 8003. Reverend Nyundo. Subscribe, like na comment, na Mungu akubariki sana. Amen. Nawapenda sana.